ile harufu inakata. Basi Jumapili ile tukarudi nyumbani. Kurudi nyumbani akasafishwa na yale maji ya uvuguvugu ambayo ni maji ya sauti ya uponyaji. Akapata nafuu, akalala. Kulala ilipofika asubuhi nikafika kuaga kwamba umeamkaje? Salama. Mimi nikaondoka kwenda kwenye mishemishe zangu. Kwa kuwa ameamka salama, kaona hamna shida. Endelea kusafisha nayo maji, endelea kunywa maji. Mungu atatenda. Ilipofika jioni akaona maumivu ni makali, vidonda vimekauka sana. Akamwita yule daktari wa moto. Akamwambia, mimi unaona vidonda hivi vimekauka sana. Ina maana nikitembea haya maganda yanakamata kwenye nguo. Ikabidi wamwite yule daktari, akaja akampaka mafuta ya nyonyo. Ilikuwa saa 12. Walipompaka hayo mafuta ya nyonyo, inafika saa 2, wanakuja ndugu zake wananilia. Wananiambia, ndugu yetu mbona anatoa funza kwenye mguu? Nikamwambia nimepaka dawa gani? Akasema mganga wa moto kafika na akampaka mafuta ya nyonyo. Kutoka hapo vidonda vinatoa funza. Nikamwambia mume wangu tumezoa shida. Akaniambia mke wangu, kwa kuwa tulijituma kwa kuokoa nafsi yake, na imani Mungu atafanya. Wewe nenda ukaangalie. Nikafika pale nikamwambia mpigieni daktari wenu wa moto. Tumuulize anipaka dawa gani mpaka sasa hivi vidonda hivi vinatoa funza, na jioni wakati anamsafisha alikuwa mzima. Wakasema sasa hivi sisi tunakuachia wewe. Nikaenda nyumbani nikamwambia mume wangu naomba rambo. Nikachukua rambo ya sukari na kiwembe kipya. Nikafika pale nyumbani kwake, nikatandika kama mtoto yule ambaye anakodolea kitanda. Nikatandika ile rambo, nikaleta kitenge juu, nikamlaza yule mguu kwenye kitenge. Nikaanza kuchuna lile ganda ambalo ndani linafunza. Nikamwambia nipashie maji. Walinipashia maji. Yale maji wakati na dondoshia matone kwenye wale wadudu wanarudi ndani. Usipomwaga maji yale yanaanguka chini. Basi nikamsafisha na kukatakata lile ganda, kidonda kikawa cheupe, kidonda kikakauka kwa kupitia maji ya sauti ya uponyaji. Nikamwambia kwa usiku huu mpigie huyu daktari. Tukapiga simu kwa kupitia simu yangu, maana walisema hawana salio. Nikamwambia nipatie hiyo namba. Nikapiga simu, akapokea mke wake. Akasema kwani huko Mtumbani umefanya nini mume wangu? Mume wangu kafika hapa na kuingia ndani kulala, haongei. Kachukuliwa hapa kapelekwa hospitali. Basi nilipofika kesho nikamwambia endeleeni kumfuatilia. Akapigiwa tena kesho yake. Tukaambiwa daktari wa moto anakolewa damu. Na kuanzia sasa hivi ongeeni naye, tunaongea naye, anasema huo ugonjwa huo wa moto mtafute daktari mwingine, mimi siwezi tena. Wema wangu wakuja kufanya huduma, baadaye naona mimi ndio naye dogo. Kuanzia hapo ngoja kidogo, daktari wa moto kuna watu watakwenda kujua tafsiri pana. Daktari wa moto yani mganga wa kienyeji. Ndio. Basi kutoka hapo tukaamua nimpigie yule daktari tujue tibaji amekoma hapa hata rudi tena, ili na sisi tujue tufanyeje. Tukana mke wake akasema mume wangu arudi tena huko. Tukamwambia mpatie simu kwa kuwa wewe hujatoa dawa. Kuongea na yule daktari akasema jamani mimi sasa hivi sirudi tena huko. Kwa hiyo unataka utuambie mtoa tiba naye akaanza kutoa damu? Ndio. Kwanza alitundikiwa maandiko ya maji. Kesho yake tukapiga simu kwamba tujue ataendelea na tiba au amekoma ili sisi tuendelee na mambo ya sauti ya uponyaji. Akasema mimi kwanza hapa nilipo nakojoa damu, naondoka kutafuta hii changamoto imetokea wapi. Kwa hiyo mimi tafuteni mganga mwingine. Basi tukaenda kumsafisha na yale maji, ndugu zake wakaja, wakamchukua na sasa hivi ni mzima na alitamani kufika lakini nauli hana. Kwa maji ya uponyaji yameweza kumfungua mgonjwa wenu? Ndio. Na mgonjwa ambaye hata ndugu zake walimtelekeza kwenu? Ndio. Unajisikiaje kwamba Mungu amekutumia kumponya mtu, na kipi ambacho jamii inawazunguka, kipi ambacho wanazungumza kuhusiana na huo ushuhuda? Sasa hivi wamenyamaza tu kimya na kusema kwamba tunataka twende tukasali katika kanisa la Mama Didi ya Mtumbani. Mpigie Yesu makofi. Baada ya kuona ushuhuda mkubwa huo na tabibu ambaye alikuwa ameaminika kwamba anaweza kutatua shida, hatimaye naye ameambulia kuumwa. Ndio. Alafu maji ya uponyaji kutoka kwa Nabii Joshua yamemfungua mgonjwa wenu. Yamemfungua na vidonda vimekauka kabisa. Shuhuda ya pili ya mwezi huu wa 11 mwishoni.
nilikuwa na binti yangu ambaye ni huyo Hadija, alikuwa mjamzito. Basi katika ule ujauzito akaenda nao, mwisho wa ujauzito akamwambia baba yake, baba, najiungamanisha na madhabahu baba nabii Joshua. Wanasema kwamba kuzaa kuna uchungu, lakini mimi najua nitapata mtoto kwa Roho Mtakatifu. Akaambiwa, kwa kuwa mwanangu yanatokea tu mdomoni na mdomo na uba, yote yatatokea. Akasema ndio baba, mimi naongea. Basi ambayo tarehe 24 Jumatatu, baba yake akaondoka kwenda kazini. Akamwambia, baba, natamani hata nishikwe na huo uchungu niumwe ukiwepo, ili uweze kumsaidia mama kazi za hapa nyumbani. Akamwambia, mwanangu, kila jambo lina wakati wake. Ambayo tarehe 25 anaenda kliniki ya mwisho. Kufika kliniki ambapo asubuhi kaamka, kafanya usafi, kafua, kadeki, kapika chai. Akaniambia, mama anaenda kliniki. Nikamwambia sawa mwanangu, haina shida. Kufika kliniki anatumia nesi, ananiambia, mama, na watu wengi nimekaa nao, lakini sehemu niliyokaa na hisi nimeenda haja ndogo, na haja ndogo ni kwamba sina. Nikamwambia, kuna nesi hapo? Akaniambia, nesi hakuna, na sina uwezo wa kwenda kumuita nesi. Unauma sehemu gani? Akaniambia, mimi siumi sehemu yoyote. Nikamwambia, endapo mwanangu itakuwa ni chupa imepasuka. Akaniambia, hapana, chupa nilipopika chai niweka sebleni. Wa kupasua chupa ni nani? Aha, yaani yeye wewe umetafsiri chupa nyingine, yeye katafsiri chupa nyingine. Wewe tafsiri chupa ya kwa maana ya uzazi, ndio? Yeye atafsiri chupa ya chai. Basi kutoka hapo nikamwambia, una uwezo wa kwenda hapo ndani ukamuita nesi? Kaniambia, siwezi kunyanyuka, maana nikinyanyuka nitalizalilisha na watu ni wengi. Basi nikatoka pale nyumbani, wakati nawasiliana na madaktari wakubwa, wakaniambia, mchukue mwanao mlete hospitali kubwa, kwa kuwa hiyo chupa ikipasuka ndio uhai wa mtoto. Mtoto atakosa maji ya kuogelea. Kwa hiyo fanya haraka. Nikamwambia, lakini iko sehemu sahihi, iko zahanati. Akaniambia, zahanati haina uwezo wowote. Nikafika zahanati, nikamwambia twende ndani, akawa mzito. Akaniambia, mama, lakini unaniaibisha. Nikamwambia, ni bora waibike, lakini tuokoe roho yako na ya mtoto. Tukatoka pale tukaingia leba. Kuingia leba, kupimwa, hana uchungu aina yoyote. Tukaambiwa, sasa hivi tunawaandikia mwende hospitali kubwa. Tukafika nyumbani ili twende hospitali kubwa. Tulipofika nyumbani, jiandae, anasema mimi sijiandae kwa kuwa siumu. Nikamwona anachukua mishemishe za kucheza mpira na watoto. Basi akatokea mtumishi wa Mungu ambaye ni Mama Vituni, ambaye ni muumini wa Mama Mtoaji Magubike. Nikamwelezea, ndio akasema hapana, ngoja nimuite. Tukamkalisha chini, ndio akakubali kwenda hospitali. Tumefika hospitali, akapimwa, akaonekana hana uchungu aina yoyote. Lakini wakakabla sijaenda hospitali, nilipatia maji ya kuoga na kunywa. Tulipofika hospitali, daktari akasema, unaletea mtu gani ambaye haumu? Kaambia, mwanangu anaumwa. Kumpima akasema, mbona huyu mtoto hana uchungu aina yoyote, na uchungu ni chupa. Hiyo chupa imepasuka saa ngapi? Nikamwambia imepasuka saa 3 asubuhi. Akaniambia, nyie waongo. Nikamwambia, kama mimi muongo, naomba mpige ultrasound. Basi akaja daktari wa ultrasound ambaye anaitwa Yvonne, ambaye yuko wilaya ya Gairo, hospitali kubwa. Akampiga ultrasound, akasema ina maana sehemu ya maji kumekauka, mtoto yuko sehemu kavu. Kwa hiyo hapa tumuombe tu Mungu, anaweza kujifungua vizuri. Kutoka pale nikatulia, lakini kichwa kikawa kama kina mzigo mzito. Ni mtu aina gani anaweza kujifungua bila uchungu na anaambiwa atajifungua vizuri? Ngoja nitafute Mungu wa babangu na Bibi Joshua atie nguvu. Nikamtafuta baba nabii ambapo alikuwa kwenye redio. Ilikuwa majira ya saa 11. Baba nabii aliniombea, akaniambia, mwanangu usiogope. Nina imani kwamba mwanao atatoka mzima na mkuu atatoka mzima. Kweli kichwani nilikuwa kama na mzigo, lakini kwa kutamkiwa neno na baba, ule mzigo kama nituliwa. Nikakaa kidogo, nikaambiwa lete vifaa. Nikaenda kaleta vifaa, binti akafanyiwa operation. Binti amefanyiwa operation na kabisa mjukuu, mtoto na binti yangu anatolewa leba, anapelekwa chumba cha mapumziko, anaongea. Anaambiwa na madaktari, kwa nini unaongea? Utauma sana kichwa. Akasema, nitaanzaje kuumwa na wakati mimi nasali katika madhabahu ya Bibi Joshua? Sina maumivu yoyote. Kama
nimeweza kujifungua bila maumivu yoyote, huo ugonjwa wa kichwa utaanzaje? Basi tukakaa pale. Ilipofika siku ya Alhamisi, akaambiwa afunguliwe nyuzi. Madaktari kumkagua, anasema mbona binti yako hajashonwa? Alafu binti yako mbona kama ni kiwembe kilicho mchana tu, lakini sio kwamba kapigwa operation. Nikamwambia hiyo ni nguvu ya Mungu. Na alifanya mazoezi muda gani? Nikamwambia huyu mtoto alipofika saa 7 alisema mtoe pipu hili linaniumiza, mimi nataka nishuke kitandani nianze mazoezi. Alishuka kitandani mwenyewe na alitembea akiwa mbabe kama hana jeraha lolote, na mpaka sasa ni mzima. Ilipofika juzi, na maana mtoto toka azaliwa ni wa kulia, ziwa halitoi. Basi ilipofika Jumatano tarehe 3, baba nabii alinipigia simu akaniambia natokea Dodoma, ninakuomba uje barabarani hapo uchukue maji ya hadidi ya uponyaji. Nikafika pale barabarani nikachukua ile maji.